Let's talk. Kenneth Brown Malila, ila kwa jina linalofahamika zaidi ni Kenny Malila. Mimi ni mwandishi wa habari za michezo, lakini pia ni content creator wa vitu mbalimbali na tofauti. Familia yangu jumla tupo 6 na mimi ni mtoto wa 4 kuzaliwa katika familia ya watoto 6 ambayo ina wasichana 2 pamoja na wavulana 4. Hiyo kwanza sikutakaga kuaga mtangazaji mwanzoni nilikuwa napenda kuwa mwandishi. Yaani nilikuwa napenda sana kuandika tofauti na kutangaza. Kutangaza ilikuja baadaye. Nimeshakuwa mkubwa, lakini tangu nipo mdogo nilikuwa napenda sana kuandika. Yaani nikikaa hivi unakuta nakaa naandika, naweza nikaandika story. Naweza kuna vile viigizo vifupi shuleni ndio nilikuwa mimi naandika. Ni kama vile script, ila nilikuwa sina uelewa kwa kiasi hicho. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana uandishi, na baadaye nikajikuta napenda sana uandishi wa habari za michezo, ambapo hiyo swala la kutangaza sasa lilikuja baadaye. Ila cha kwanza kabisa ilikuwa ni uandishi wa habari. Mimi nilikuwa navutiwa sana na Edo Kumwembe, na nakumbuka kuanzia 2014 kuna makala zake anaandikaga kwenye Mwanaspoti, ni nyuma ya pazia, page namba 17 pale. Yes, Edo Kumwembe anaandika. Nilikuwa mfuatiliaji mkubwa sana wa zile makala, nilikuwa nazipenda sana. Kila Jumamosi ilikuwa ni lazima nitoe fedha yangu niende kununua gazeti la Mwanaspoti kwa sababu ya Edo Kumwembe. Kwa hiyo yule ndo mtu ambaye ameniinspire sana mimi kuwa mwandishi wa habari za michezo, na nilikuwa navutiwa naye na ndio role model wangu. Kwa hiyo yeye ndo alinifanya mimi nipende kuandika habari. Uzuri ni kitu ambacho nilikuwa napenda tangu niko mtoto. Kwa hiyo walikuwa wanajua ni wapi nitaangukia. Kwa hiyo hata wakati nafika chuo na kufanya uamuzi kwenda kusomea masuala ya journalism and mass communication, hakuna ambaye alishangaa. Ni kitu ambacho kilitarajiwa, sababu tangu utotoni ilikuwa ni kitu ambacho ninachokipenda. Na uzuri ni kwamba sikuwa na background mbaya. Kweli ni taaluma ambayo wazazi wengi wanaweza wakaona kama labda ni uhuni au ni kitu gani, lakini sikuwa na background mbaya katika makuzi yangu. So hata kile kitu nilikuwa nakifanya katika njia ambayo iko positive, iko tu vizuri bila shida. Kwa hiyo hawakuwa na wasiwasi na mimi. Changamoto ni nyingi, hasa maneno ya kukatisha tamaa. Unakutana na mtu anakwambia wewe waandishi huko, mwandishi utakuwa wewe bwana, watu wapo kibao huko. Na hiyo unakuta waandishi wa habari nyie wa mchongo, unakuta mtu ana disrespect effort zako kwa namna hiyo. Kwa hizo kwa upande wangu mimi ndio ilikuwa changamoto. Kuna muda tu nakaa unafikiria hapa sasa inakuwaje? Yaani mbona kama naingia jehanamu hivyo. Unafanya muda mwingine unaweza kukuta unafanya kazi unaipeleka sehemu, labda mhariri anaiangalia anakuambia hapa hamna kazi ambayo umefanya, hapa hamna kitu ambacho umekifanya. Kwa kuna muda vinaumiza vile vitu na vinaleta hali ya ukatishaji wa tamaa, lakini unajikuta tu unapambana. Uzuri ni kwamba wakati nipo kidato cha kwanza, tuzungumzie elimu ya shule ya msingi mpaka kidato cha 6, sikuwa nikifanya official. Nilikuwa tu labda naenda tu uwanjani kwenye viwanja hivi, mipira tu ya mchangani, unajikuta pale unatangaza, au baada ya mechi kuna analysis fulani hivi unaifanya. Hakuna mtu anayekusikiliza, mnaweza mkawa kama tu mnapiga story hivyo. Lakini baada ya kuanza chuo, sababu nimesoma pale School of Journalism and Mass Communication branch ya UDSM, kuna Mlimani TV na kuna Mlimani Radio. Kwa hiyo katika sehemu ya mafunzo kwenye practical tukawa tunakwenda katika radio, tukawa tunakwenda katika TV. Kwa kwangu mimi haikuniwia shida. Kipindi ambacho niko chuo ni kipindi ambacho nilisha practice zaidi jinsi ya kufanya vipindi kwenye radio, jinsi ya kufanya vipindi kwenye TV. Kwa hiyo ilinirahisishia baada ya kutoka na kuingia mtaani kuweza kitu hiko kwangu kuwa cha kawaida. Of course ni kitu ambacho ninakipenda. Kwa hiyo sikuona shida yoyote katika kujifunza, kwa sababu
ni kitu ambacho ninakipenda. Kwa hiyo kule nilienda kama kuongeza ujuzi zaidi. Kwa kwangu haikuwa na shida yoyote. First time nilikuwa ni chuoni Mlimani Radio nakumbuka, na ilikuwa kipindi kinaitwa Hii ni Afrika. Masuala ya kipindi ambacho kinajumlisha kinajumlisha masuala ya siasa, kuna michezo ndani, mambo ya kijamii hivyo, yani kipo full package. Ndio kipindi changu cha kwanza kukifanya, na nakumbuka nilikuwa katika session ya michezo. Kipindi hicho kipo mpaka sasa hivi, Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Sasa session yangu mimi ilikuwaga ni ya michezo, dakika 10 za mwisho, kuanzia kwenye saa 6 kama na dakika 50 hivi. Ndio mara ya kwanza naingia pale, na moja kwa moja nashukuru viongozi wa pale waliniamini na kwenda moja kwa moja kuashiwa mic na kuanza kusikika. Watanzania walinisikia pale kwa mara ya kwanza. Kuna kafia fulani kana kuwepo, kwa sababu ukiacha mbali ni kitu ambacho tulikuwa nakifanya na nakipenda, lakini sikuwahi kufikiria kama kitakuwa official kwa namna ile. Yani pale mtu anakaa anakuambia kuna watu wanakusikiliza kabisa, na unapokuwepo pale studio unaona mwenyewe, au unaposikiliza unaona kabisa kuna watu wanakuwa wanapiga simu, wanachangia mada. Kuna muda unakuta labda mtu kateleza, unakuta msikilizaji anapiga simu anasahihisha, we hapa ikuwepo hivi, ipo hivi. Kwa kuna kahofu fulani hivi kana kuwepo, lakini nilipiga moyo konde na kusema kwamba hiki kwa kuwa ni kitu ninachokipenda, acha niwe na confidence niweze kufanya kazi, kwa sababu kila kitu kina mara ya kwanza. Pia ni mtu ambaye napendaga sana kukaa na watu ambao wameshafanikiwa katika tasnia hiyo. Wanasema mwanzoni ambapo unapokuwa unaanza kuna vitu fulani kwa sababu ya ugeni, kuna kahofu fulani hivi kanaweza kawepo, lakini mbeleni utakapoenda ndio utasimama. Kwa hiyo kama unataka kukomaa ni lazima upite katika njia hizo, utaenda baadaye utazoea. Kwa hiyo nilikuwa na hofu kweli, lakini ilibidi nijikaze na kujiamini niende nikafanye kile kipindi bila shida yoyote. Mimi kwenye tasnia hii napenda sana session za michezo, na kwenye michezo si tu mpira wa miguu, na michezo ambayo naipenda sana sana na football, napenda pia mbio za magari, langalanga hizi, napenda pia mbio za pikipiki, MotoGP, na pia ni shabiki mkubwa wa boxing. Hii ni michezo ambayo naipenda sana, na tennis pamoja na basketball. Worldwide ni naifuatilia sana Sky Sports, sababu napenda sana michezo. Kwa Sky Sports ni media ambayo naifuatilia sana. Wasafi FM, Magic FM, Clouds FM, UFM pamoja na EFM. Watano. Okay, first nampenda sana Edo Kumwembe, na nilizungumza mwanzo kitu ambacho nampenda sana Edo Kumwembe, yani nampendea sana katika kuandika kwake. Sasa nimejikuta kwenye kuandika nampenda, namweka sasa kiujumla ni moja kati, kwa sababu kuandika, kuongea, content inakuwepo ni ile ile. Kwa namba 1 nampa legend Edo Kumwembe, namba 2 George Ambangile, ni moja kati ya wachambuzi bora zaidi. Namba 3 naipeleka kwa Godlisten Muro. Huyu nampenda kwa sababu mimi ni shabiki mkubwa sana wa soka la Italia, na yeye ni mtu ambaye wanapenda sana kuchambua kuhusu soka la Italia. Mwingine ni Shafi Dauda, na mwingine ni Edgar Kibwana. Tofauti upo mkubwa, kwa sababu kabla sijaingia katika hii kazi, kuna vitu vingi tulivyokuwa ni vya kawaida kwa upande wangu, lakini sasa hivi unakuta unakutana na changamoto zinakuwa nyingi. Mtu unaweza kukuta kuna kitu unaweza ukaongea katika radio au TV, mtu anakuwa attack personal, anakushambulia, labda anatukana, anafanya kitu gani hivyo, yani anakuona kama vile adui hivyo, kitu cha namna hiyo. Wakati kitu ambacho mwanzoni, wakati sijaingia rasmi kwenye vitu hivi, sikuwa nikikutana navyo. Na pia sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo sitaweza kuvifanya ambavyo mwanzoni nilikuwa navifanya, kwa sababu ya kuilinda taaluma ambayo niko nayo. Mwanzoni sikuwa na taaluma hii, kwa kuna vitu vingi tu
ambavyo nilikuwa navifanya ambavyo ni against na hii taaluma, ambavyo sasa hivi siwezi kuvifanya. Sijafanikiwa bado kihivyo, lakini nachoshukuru kuna aina ya watu ambao sikuwa na uwezo wa kukutana nao mwanzo. Sasa hivi na uwezo wa kukutana nao, kushare mawazo tofauti tofauti na kupata vitu vingi tofauti ambavyo mwanzoni sikuwa navipata. Tanzania imeimprove kwa sababu sasa hivi tunaona kila kitu kipo katika social media, kila kitu kipo katika media, kila kitu kipo, tunasema kipo kiganjani. Sasa hivi kama una content zako unazifanya, basi ukiziweka watu zinawafikia, tofauti na miaka kadhaa ya nyuma. Sasa hivi ukikaa kuzungumza jambo, basi litawafikia watu, na kuna ambao watapokea positive, kuna ambao watapokea in negative way, yote sawa, lakini ina uwezekano mkubwa wa kuweza kufika. Kwa hiyo tunaona uharaka wa mawasiliano, kuna muda taarifa inatokea, wakati huo huo tayari muda huo huo watu wameshajua. Ni vitu ambavyo tofauti na nyuma. Kipindi kile labda ulikuwa unakuza bila kukaa kusikiliza redio, bila kuangalia tu TV, basi huwezi kupata chochote. Lakini sasa hivi mtu uko na simu yako, una uwezo wa kufanya kila kitu, na uwezo wa kutengeneza content kwa simu, nikazirusha na maisha yakaendelea. Kwa teknolojia imekuza sana, na hasa katika sisi ambao tupo kwenye industry ya media au kwenye production, ni wanufaika wakubwa sana wa teknolojia, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tuna uwezo wa kuvifanya kwa haraka tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Si njozi, nadhani hata katika hii taaluma bado kuna sehemu ambapo mimi nahitaji kufika, na nadhani bado sijafika, na siku nitakayofika nitasema kile nilichokuwa nakihitaji nimekifikia, lakini nauona mwanga wa kufikia kile ambacho nakiota, lakini bado sijafika. Siku ambayo nitafika katika hizo njozi zangu, nitaeleza kwamba hapa nimeshafika katika ndoto zangu. Kuanzia hapa labda naishi juu ya ndoto au nipo ndani ya ndoto. Siku ya kufika nitaweka wazi. Tupambane kiukweli. Uwezi ukasema ni rahisi zaidi, kwa sababu kuna mishale mingi sana ambayo inakuwa inarushwa, na tunachotakiwa kukifanya ni kuendelea kudream au kuendelea fight, kwa sababu kuna mambo mengi utakutana nayo ya kukatisha tamaa, lakini amini kwamba hatua moja uliopiga ina thamani kubwa sana. Mfano kama mimi sijafika mbali kwa kiasi hicho, lakini naona njia ya kuelekea kule ambapo napopataka. Kwa nini? Kwa sababu nilithubutu, na tayari kuna hatua ambazo nimeshapiga kuelekea kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo hicho ndio kinachotakiwa. Endelea kujaribu kila siku, fanye kazi kwa bidii, endelea kupambana. Nadhani matunda huwa yatatokea. Naweza siwe leo, yakachukua muda, lakini matunda yatapatikana.